Kesi kuhusu uhalali wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge NG-CDF sasa inaelekea katika mahakama ya upeo baada ya waliowasilisha kesi hiyo kutoa notisi ya kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa. Hii ni baada ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa asubuhi ya leo Ijumaa kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu uliosema kuwa NG-CDF si halali kikatiba. Apollo Kamau ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa na ametuandalia taarifa hii. Ni afueni ya muda kwa wabunge baada ya mahakama ya rufaa kutengua uamuzi wa mahakama kuu kuhusu uhalali wa NG-CDF. Jopo la majaji watatu, Jaji Daniel Musinga, Jaji Francis Tuyot na Aggrey Muchelule, likibatilisha uamuzi wa mahakama kuu uliofanywa mwezi Septemba mwaka 2024 kwamba NG-CDF si halali na inafaa kutamatika mwezi Juni mwaka huu. Leo hii tunajivunia kwa sababu CDF na kesi yake imeisha. Sasa watafanya kazi, mashule zetu zitasimama, hata nyumba za polisi wataendelea kufanya. Kwa hivyo security yetu itakuwa sawa. We are good to go. We are not winding up NG-CDF. Katika uamuzi wao, majaji hao walisema hazina ya NG-CDF haingilii majukumu kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, kinyume ilivyokuwa imebainishwa katika uamuzi wa awali wa mahakama kuu. CDF ilikuwa imeharamishwa na koti zetu, that is the High Court. Lakini siku ya leo kwa uwezo wa Mungu, High Court imesema CDF iendelee, ili watoto wetu waendelee kusoma, tuendelee kujenga mashule. Uamuzi wa leo ukiwa ni hatua ya bunge la kitaifa na bodi inayosimamia NG-CDF kukata rufaa ili kupinga kesi kuhusu uhalali wa hazina hiyo iliyowasilishwa na Wanjiru Gikonyo na Cornelius Oduor. Majaji hao vilevile wakitupilia ombi kuwa NG-CDF ilikiuka sheria ya fedha kwa kutohusisha bunge la seneti. Na tunajua lazima apili watakuwa wako. Unajua hiyo ndio kazi yao ya busy bodies. Kufuatia uamuzi wa leo, saa chache baadaye waliowasilisha kesi hiyo, Wanjiru Gikonyo na Cornelius Oduor, wakitoa notisi kwamba watakata rufaa dhidi ya uamuzi huo katika mahakama ya upeo. Apollo Kamau, TV47.